Kufuatia kifo cha mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi Tumsime iliyopo wilaya ya Muleba mkoani Kagera, Janet Mbegaya Matias mwenye umri wa miaka 8 kufariki kifo chenye utata, ikidaiwa amebakwa na kupewa sumu na baadaye mwili wake kuzikwa, huku baadhi ya viungo vyake vya ndani vikiwa maabara kwa ajili ya uchunguzi. Familia ya mwanafunzi huyo imedai kutoridhishwa na mwenendo wa uchunguzi wa tukio hilo. Familia ya mtoto huyo ikizungumza na Gadi TV wilayani humo imesema hawaridhishwi na mwenendo wa uchunguzi wa tukio hilo, hivyo serikali itilie mkazo zaidi ili haki ya mtoto huyo ipatikane, iwe fundisho kwa waliotenda tukio hilo, licha ya kwamba uhai wake hauwezi kurejeshwa. Aidha, mama wa mtoto huyo amesema uongozi wa shule unapaswa kuchunguzwa kwa kuwa mwanae alikuwa akilala shuleni hapo na hakuwahi kupata taarifa zozote zinazoeleza changamoto za mtoto wake. Badala yake amepigiwa simu na kuarifiwa kuwa mwanae yupo hospitali, na mara baada ya kufika alimshuhudia akiwa katika hali mbaya, huku akiwa hawezi kuzungumza chochote hadi umauti wake. Kwa sasa sina mwanangu. Rais Samia, naomba ushirikiano wako. Naomba unisaidie. Ikiwa hicho mfanyia mwanangu, kesho na kesho kutwa watakifanya kwa mtoto mwingine. Hajawahi kuugua, labda ugonjwa wa mafua, kikohozi ndio ugonjwa nao kuwa namtibia, lakini hiyo hali ya kuingiliwa sijawahi kuona kitu kama hicho, kwa sababu ana muda mrefu yupo shuleni, ni mtoto wa boarding. Kwa hiyo ukatili wa namna hiyo nimeshangaa sana kutokea kwa mwanangu, na walimu hawajawahi kuniita shuleni kunipa taarifa ya aina yoyote wala tabia ya aina yoyote. Ndio maana nimeshangaa sana. Labda mimi wangenipa taarifa mapema kwa mwanangu, labda ningejua changamoto kwa mwanangu au tatizo lolote kwa mwanangu, kwa sababu wale walioniitia kwa upande wa mwanangu, inawezekana yule mtu aliyekuwa anamtendea kile kitu alikuwa anamtisha kutokana na hali ya mwanangu ndio mkutana, kwa sababu nilimkuta anapiga kelele sana. Hata hivyo, inaelezwa kuwa utata wa tukio hilo ulianza pale ambapo daktari alipotaka kumwekea mpira kwa ajili ya haja ndogo na kukutana na hali aliyoeleza kuwa ni ya kubakwa. Utata wa hili jambo, mimi nilitumwa dawa kama bibi yake kumwekea mpira wa kujolea ili waje wapate mkojo wa kupima. Nikafuata mipira nikamletea nesi. Alikuweko daktari wawili na nesi mmoja. Daktari kacha ameandika mwambia nesi mweke mpira. Alipokuja kumwekea mpira, nilipofikisha hizo mipira akasema wewe ni bibi yake, nikamatia mguu nimwekee Janet mpira. Nikakamata mguu. Nesi kuja kufikisha mpira kwa Janet akasema huyu mtoto amebakwa. Muangalia, usiwaambie wazazi, wewe ni bibi yake. Nikamwambia usiwaambie wazazi, huyu mtoto amebakwa, sasa tunafanyaje? Ile swala limenichanganya, ngoja nimfuate tena daktari. Kamfuata yule daktari. Daktari alipofika kumwamsha mtoto akasema amebakwa, kumbe tunahangaika na malaria, kumbe mtoto amebakwa. Daktari akamfunika hapo, anamwamsha kumwangalia amebakwa. Janet alifariki. Daktari akamvua ile nguo aliyokuwa amevaa. Akasema amebakwa, tunaona na makovu yaliyopita kama siku 4. Haya sio makovu tuliyokuwa tunamwekea sindano za drip. Haya makovu yameanza kukauka. Akachana ile nguo daktari, akaiweka pembeni, akaanza kumuonesha. Sasa akasemaje, usimwambie mama akatashtuka, anavyolia hivi na babake msiwaambie. Wakamfunika. Hapo babake aliposikia mtoto amekufa alikuwa ametuma gari ya kumpeleka. Walipolia akasema waite wazazi wake kama saa moja hapo. Tukawaita wazazi. Walipofika kaambia ili swala limekuwa la serikali, sisi tulikuwa tunahangaika na malaria, kumbe mtoto amebakwa. Tumemgeuza na nyuma, tunaona ameingiliwa. Nimekuja kumvua nguo, daktari anasema nguo tumeichana, tunaangalia makovu ya siku. Makovu ya sehemu za asili yana siku kama 4. Makovu ya leo na jana unayaona haya hapa, kaanza kutuonesha.
wakamfunika, babaka akaenda kituoni. Kadhalika, baba mzazi wa mtoto huyo akizungumzia tukio hilo amesema akiwa na vyombo vya usalama wakiwa tayari kuelekea kwenye uchunguzi wa kidaktari, mkurugenzi wa shule hiyo aitwaye Delphinus Benedicto aliwaambia kuwa alikuwa na taarifa zinazoeleza kuwa mtoto huyo alikuwa akifanya mchezo wa baba na mama. Akasema Janet alikuwa na viashiria vya kuwa anawaambia wenzake kwamba tufanye mchezo wa baba na mama. Janet alikuwa na mwanafunzi aliyembaini kwamba alikuwa anasoma darasa la 4, lakini baada ya kuendelea kumhoji kwamba alikuwa anasoma darasa la 4, alikuwa anasoma hapa, alikuwa anasoma wapi, akasema alikuwa asomi hapa, ila waligundua anasoma darasa la 4 shule sehemu nyingine. Shule hiyo hakuitaja jina lake na mtoto yule aliyemfuatilia akumtaja jina. Nikamuuliza kama mimi mzazi, ulishawahi kunitumia taarifa yoyote au message au barua au kumfukuza mtoto shuleni au kutoa taarifa kwamba nenda tunakuomba mzazi wa Janet Mbegaya uje shuleni tukuambie tatizo la mtoto wako? Mwalimu akakataa, akasema nilikataa kuongea kwa sababu shule yangu ni ya biashara, naweza nikaribu biashara yangu. Nikamuuliza, kwa hiyo biashara umeona biashara yako imekuwa nzuri ya kupoteza mtoto wetu? Akasema baada ya kuongea hilo saidie, akanikataza nisiendelee kumuuliza maswali ili wenyewe waendelee kumuuliza kumuoji. Wakasema kwamba twende hospitali Rubya tukajiridhishe vitu vilivyogundulika huko. Tulitoka hapo na mkuu wa shule wote tulivyokuwa tumekuja na familia tukaenda hospitali Rubya. Tulivyofika Rubya wakaenda kwa daktari, kwa mganga mkuu wa Rubya aliyejitambulisha kwamba ni mganga mkuu wa Rubya. Tukakaa kama dakika 2, wakatoa kama sisi familia. Walitoa sisi familia na yule mkuu wa shule, tukakaa nje, wenyewe wakakaa daktari na yule mganga mkuu aliyejitambulisha na kamati ya ulinzi na usalama usaidii na maaskari waliokuwa wameambatana nao. Walikaa kwenye mazungumzo kama dakika 15-20. Wakawa wametuita. Tukaingia ofisini, wakatuuliza kama si familia, je, mnataka tufanyeje? Familia, baba mdogo wangu akaongea alivyokuwa anahisia na ile swala. Wakaniuliza kama mzazi, nikasema mimi sina cha kuongea zaidi, ila naomba mwende mnanyie mshuhudie kile kitendo cha daktari alichotubainishia. Kwa sasa kama familia tulikuwa tunajua kwamba mtoto wetu amefariki kwa sababu ya ugonjwa wa malaria, lakini baadaye daktari akatuambia kwamba mtoto hajafa kwa sababu kwenye kifo cha malaria mtoto ameingiliwa kinyume na maumbile, ndio kilichosababisha sisi twende polisi na tufike hapa. Wakaniuliza kwamba je, daktari unamjua au? Nikasema daktari namjua kwa sura, ila kwa majina simfahamu kwa sababu hakujitambulisha kwa jina lake. Baada hapo na yeye daktari alikuwepo yule. Wakataka kwenda kuita watu wengine, nikamwambia yule mganga mkuu, nikamwambia daktari wa kwanza aliyetupa majibu na aliyetuambia kifo cha mtoto wetu ni huyu hapa wa kwanza. Na yeye kweli akakubali kwamba ni mimi. Tukaambatana naye wale wengine au kuenda kufanyaje kuwaita. Tukaenda Mochwari, wakatuelekeza kitu wanavyoenda kuvipima kama daktari na jeshi la polisi. Tulivyoingia daktari kweli akaanza kutambua vile vitu vilivyosababisha ili atuambie sisi kama familia kwamba mtoto wenu amekufa kwenye kitendo. Alianzia chini, akasema kweli mtoto anaonekana ameshaingiliwa na alishatolewa bikira yake, na huko inaonekana kwamba alishafanywa kinyume na maumbile yake na haijulikani ni siku ngapi nikamuoje hapo kwamba je, ni siku ngapi wewe kama daktari wewe umeona kwamba zinaweza zikawa siku ngapi? Alichoongea kwamba zinaweza zikawa siku 5 au 6. Baada ya hapo akatoka huko akaingia tumboni, akatuambia kwamba hapa hii alama alionayo kuna damu zilizokuwa zinavujia tumboni
akaja kifuani, alama alizokuwa anazigundua. Sisi kama familia tunaangalia, hatujui kwamba hizi alama ni kweli, lakini tulikuwa tunaona kwa macho kwamba huyu mtoto hizi alama kutoka nazo nyumbani alizokwenda nazo shuleni, alama tulikuwa tunaitambua, moja ambayo alikuwa nayo kwenye paja. Baada hapo akaanza kumhoji maswali. Akatoka kwenye maelezo yake. Baada ya kwenda kuwa na mhoji maswali na mimi nikawa nimekuwa na wasiwasi, nikachukia, nikamuuliza daktari. Sasa kwani wewe, je, mtoto wetu amekufa ni kifo gani kilichompelekea ili afariki? Akasema kwamba ni bakteria zilizomshambulia kwenye uke wake, kwa sababu alikuwa ameshatolewa bikira yake na malaria ndio kilichosababisha kifo chake. Nikamuuliza hapo, wewe mbona sisi kama familia ulituita ukatuambia kwamba huyu mtoto hajafa kifo cha malaria, kifo chake ni kuingiliwa kinyume na maumbile ndio kilichosababisha kifo chake, sio malaria. Sasa hivi mbona unaongea kwamba ni bakteria na malaria? Kwa nini? Mbona ukutuambia mapema? Akashindwa cha kuongea, alikuwa na kitete na maswali waliokuwa namuuliza, tukawa tumemkataa. Inaelezwa kuwa mara baada ya familia hiyo kukataa majibu ya daktari huyo, timu ya madaktari kutoka sehemu nyingine iliitwa, na walipofika walifanya uchunguzi na kutoa majibu yao. Kesho yake wakaja kufanya postmortem. Baada ya kufanya postmortem, daktari aliyoyaeleza jana yake, kesho yake yakawa tofauti na hiyo siku. Yakatushangaza. Mtoto alikuwa na makovu. Yale makovu daktari alikuwa amesema kwamba haya makovu ni sehemu mtoto alipokuwa amekandamizwa. Lakini siku hiyo aliyakataa. Alikuwa na kovu kwenye tumbo karibia na kifua. Na nadhani ile kovu ndio ilikuwa inasababisha mtoto kutoa damu kwenye mrija wa chakula. Maka alikuwa anatoa damu iliyoganda wakati yuko kitandani hajafariki, yuko kwenye mashine. Lakini alikataa. Alipokurudi kwenye upande wa kubaka na kulawitiwa, hiyo alisema kweli. Lakini ndani ya maongezi kule wanasema hakubakwa. Naona ngazi za huku zimeshindwa kutatua hili swala. Naomba ngazi za juu, hata kama rais akilipokea hili, alifanyie kazi. Maana tumempoteza mama kama yeye. Tumempoteza mama kama Mama Samia. Ni Mama Samia wa kesho huyu tuliyempoteza. Maka alikuwa shuleni, labda ndoto yake ingefika kule mbele akawa mama kama Samia. Kwa hiyo tunaomba hata mama huyu akiliona hili alifanyie kazi. Sambamba na hilo, Gadi TV imeutafuta uongozi wa shule hiyo ili kuweza kusikia upande wao kutokana na mzazi huyo kutilia shaka mazingira ya shule hiyo, lakini mkurugenzi wa shule hiyo amegoma kulizungumzia swala hilo, akidai hizo taarifa kwa sasa hausiki nazo. Hizo habari mimi sihusiki nazo. Ndio. Wapo maalum watu wa kuuliza, wewe kama mwandishi wa habari fuatilia vyombo viweze kueleza hicho kitu. Kwa upande wa uongozi wa jeshi la polisi mkoa wa Kagera, ukizungumza na Gadi TV kwa njia ya simu, umesema kuwa uchunguzi wa viungo vya ndani vya mwanafunzi huyo ili kubaini viashiria vya sumu bado haujakamilika hadi hivi sasa, na hakuna mtu yeyote anayeshikiliwa kwa uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Vitu gani na gani ambavyo vimepelekwa labda kwa ambaye hakuweza kusikia? Ni viungo vya ndani. Viungo vya ndani ambavyo vinahusiana na sumu. Yaani ukisema yawezekana huyo amenyesha sumu, ni viungo vya ndani. Ni kwa maana hapo sana labda kutakuwa na sehemu ya ini, sehemu ya utumbo, kujua kwenye kama kulikuwa chakula kilichobaki na vingine vinavyohusiana na masuala ya ndani, especially vinavyohusiana na upimaji wa sumu. Siwezi kusema inatarajiwa lini. Unajua tumepeleka kwenye taasisi nyingine na watu wengi. Tuna swala labda cha msingi tuwasisitize kuendelea kuwakumbusha ili yarudi, lakini hayajarudi.